zote tena. Unajua kafu sasa hivi. Hongereni bwana kwa ushindi. Shukrani sana. Mchezo ulikuwaje toka mnaanza safari yenu? Kumbuka ni historia kwa upande wenu kwa siku ya leo, naweza tukasema hivyo. Mnaweza mkazungumziaje kwa namna ambavyo ilikuwa toka mnaanza mpaka sasa hivi? Kwanza michezo ilikuwa migumu kutokana na haya ni mashindano ya kimataifa na timu zote ambazo zimefuzu katika hatua hii ni timu ambazo zimefuzu kwa uwezo, hazijabahatisha. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tulitegemea mchezo utakuwa mgumu na mchezo ulikuwa mgumu, lakini kutokana na kufuata maelekezo ya mwalimu tumeweza kupambana kwa kila mmoja wetu, tumeweza kupata matokeo mazuri. Ushindi wa magoli 9 dhidi ya KMKM, pengine watu wanaweza wakasema labda mlikutana na mpinzani ambaye mlikuwa mnamuweza au mrahisi kwa upande wenu. Unaweza kukubaliana na hilo? Siwezi kusema moja kwa moja kwa mpinzani tulikuwa tunamweza, kwa sababu mimi naamini siku zote anayekuwa na mbinu bora ndo ambaye anashinda mchezo, kwa sababu tuliweza kucheza nao kule kwao tukapata magoli mawili. Maana yake walikuwa bora, tumekuja tumejipanga, tujua wapi tumekosea, wapi tuongeze bidii ili tuweze kupata magoli mengi. Kwa hiyo tulilifanyia kazi hilo na limeweza kutusaidia katika mchezo wa leo. Kama mchezaji kwa upande wako umeandika historia, mnakwenda kwenye hatua ya makundi. Nini wategemea mashabiki zenu wa Azam FC, lakini wewe kwa upande wako unaahidi nini kwenda kufanya makubwa zaidi huko kwenye hatua ya makundi, kwa sababu mnakwenda kukutana na timu ambazo ni kubwa, lakini pia challenge inakuwa tofauti na hatua ambayo mlikuwepo sasa hivi? Sisi kama wachezaji, cha kwanza tulikuwa na jukumu la kuipeleka timu katika makundi na hilo tumeweza kufanikisha. Kwa maana hiyo hatutoishia hapo. Kule hatutoenda kushiriki, maana yake tutaenda kushindana. Kwa hiyo tutajipanga kama wachezaji kuongoza nguvu zaidi ili tuweze kuleta ushindani katika hatua ya makundi. Mchezaji kijana wako mabao mawili sasa hivi. Mfungaji wa kafu, nani nitakuzungumza? Mimi sina kikubwa cha kuzungumza zaidi ya kumpongeza, kwani nini amekuwa akifanya vizuri sana. Kila mtu nini anamfahamu Pasco ni mtu ambaye nini anapenda kupambana, kwa hiyo kwenye hii michezo miwili amefanikiwa kufunga magoli mawili. Mimi ninampongeza kwa hilo. Na pia tuna challenge ambayo akifunga mimi nini nampa pesa na yeye mimi nikifunga nini ananipa pesa. Kwa hiyo leo hapa kuna pesa yake nini anandai na Fresh leo kafanikiwa. Mchalo. Alikulipa na Zanzibar yake? Mimi nitampa zote Fresh. Leo unaunganisha zote? Leo mimi nitaunganisha zote, lakini siku na mimi nikifunga nikiassist inabidi anipe pesa. Ni shilingi ngapi? 100,000. Leo anaokota. Kwa leo nini anaokota? Mchalo. Za mama, za huku bado na ya kule. Tukutane sheri. Msajo, wewe ni captain kwenye timu hii. Tuambie kila ambacho amekiongeza kocha Ibenge kwenye timu yenu, kwa sababu wamekuja makocha wengi wameshindwa kufanya kila ambacho Ibenge amekifanya hii leo, na nyie kwa upande wenu inakuwa kwa mara ya kwanza kabisa. Experience yake kwenye haya mashindano nini ametuongezea kitu kikubwa sana. Nini ametuongezea kujiamini pakubwa sisi kama wachezaji kuweza kufanya hiki tulichokifanya. Kwa hiyo ni sisi kuona jinsi gani tunakuwa na muendelezo mzuri katika group stage. Ilikuwa ni plan kuvuka hii round, kwa hiyo tumeshafika. Plan tena zina change. Tupo kwenye makundi, kuna kitu inabidi tukipate. Sisi sio watu wa kushiriki katika makundi. Hata kama ndio kwa mara ya kwanza lazima tutoke na kitu. Kwa hiyo ni sisi kama wachezaji kukaa na uongozi wetu na walimu wetu ili kuona plan gani pia tunaenda nao katika makundi. Tunamshukuru Mungu kwa hiki alichotupatia. Leo tumeshangilia, imesha kuisha, tunaenda na plan nyingine. Ahadi yako sasa ikoje? Unaahidi kufanya nini kwenye hatua hiyo, kwa sababu mmeshafika kwenye hatua ya makundi, mnawaza tena kwenye hatua nyingine, labda robo finali, nusu finali, mpaka kwenye hatua ya finali, kwa sababu tumeona Simba na Yanga wamecheza kwenye finali mashindano haya? Ninaahidi kufanya vizuri katika hayo hapo mashindano husika. Sisi kama Azam FC tutajituma kadri ya uwezo wetu kwa kusikiliza maelekezo ya walimu wetu. Kwa hiyo ni katika kila mchezo tutaweka effort yetu yote ili kuweza kufanikisha malengo mengine ya Azam FC kwa msimu huu. Una neno lipi la kuwaambia watu ambao walikuwa pengine hawategemei kama Azam leo ingefika kwenye hatua hii, pengine ingeishia kwenye hatua ambayo imekuwa ikiishia mara zote, lakini imekuwa tofauti kwa msimu huu? Mimi ninaamini hichi ndio unachokiona ni kuwa na akili nzuri ya kufikiria kile kitu kibaya kukigeuza kuwa challenge kwetu. Kwa hiyo challenge zao zimeweza kutupush sisi mpaka kuwepo hapa. Kwa hiyo hayo hapo maneno sisi waga nini anatupush sana ili kuweza kufanya vizuri. Tunawashukuru pia kwa maana wamekuwa ni wakitukumbusha wajibu wetu na tumetekeleza leo. Kwa hiyo wao ni sehemu ya sisi kwenye kutushauri, kwenye kutukosoa. Sisi tunaheshimu kukosolewa kwao na fanya vizuri nao, tumeshasahau, tukishalala tukiamka tunakuja na target nyingine. Pasco, una la kuzungumza hapo kwenye hiyo tunataka tukahesabu hela. Tunataka tugawane hela. Zungumza saa 3 wamewakatia tamaa nyinyi. Wahasibu nataka tukaela nini? Pesa hizi hapa. Wahasibu wanajulikana. Doto Magala na kauli yake anasema usimkatie mtu tamaa. Ndio kilichotokea. Mtu si nyao.
Tunashukuruni sana. Hongereni sana. Asante Poa, sana. poa.